Ni kilio kwa wananchi cha takriban mita 400 tu kutoka barabara ya Ilemi jijini Mbeya. Mita hizo ambazo zimekuwa safari ya shida wakati wa kiangazi unakutana na vumbi, huku kipindi cha mvua tupe la utelezi likiwa kikwazo, ambapo changamoto hiyo ya barabara imekuwa ikikatisha tamaa kwa maafisa usafirishaji, huku wagonjwa wakishushwa njiani na kulazimika kutembea au kubebwa ili kufika katika kituo cha afya kilichopo jijini Mbeya. Leo wakati wa ziara ya Mheshimiwa Diwani wa kata Ilemi Baraka Zambi katika mitaa ya Ilemi na Masawe, kilio hicho kimeibua kwa pamoja wananchi na maafisa usafirishaji, wakieleza changamoto ya barabara inayokwenda katika kituo cha afya, kukiwa ni takriban mita 400 tu kutoka barabara ya rami, lakini uhalisia wake ni mteremko mkali wenye mawe na matope yanayofanya usafiri kwa wahitaji wa huduma za afya kuwa changamoto. Tunatamani kwenda kule na madaktari wa pale wako vizuri, lakini kero yetu ni barabara haifikiki. Unaweza utoke na mgonjwa huku, lakini unafika pale tena unaanza kubeba mgonjwa. Kweli barabara haifikiki. Sio kwamba serikali tunaikubali inafanya mambo makubwa, lakini kuna vitu vidogo ambavyo vinasababisha mpaka serikali inaonekana vibaya, lakini ni vitu vidogo. Barabara hata mngetuwekea barabara ya vumbi lakini shindiliwe. Hata hii barabara ambayo tunayo haifai. Mimi mimba yangu ilishawahi kutoka, mimba ilitoka. Kwa hiyo sasa tutafanyaje? Na mimba sasa hivi tunatafuta kwa shida kina mama. Kwa hiyo mimba kipati kitoka ndio basi tena tutaanza kulaumiana. Basi serikali mtusaidie, ni vitu vidogo vidogo hivi. Serikali naomba mtusaidie kutengenezea barabara, kwa sababu tunapokuwa tunapandisha huu mlima tunachoka, tunapumzika. Kama hivi nimepumzika mara 3, na hapa nilipo ni mgonjwa, hata kurudi pia nimerudi kwa mguu. Tunaomba msaada wa serikali, hii barabara ni mbovu, kiukweli haipitiki. Mimi mwenyewe nimejifungia mtoto mwaka jana, barabara ni mbovu, haipitiki. Ukifika hapo unashuka kule chini. Imagine mwanamke unakuwa na ujauzito, unapandisha huku juu na uchungu, mwisho wa siku unafika hali ni mbaya. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie ili tuweze kutengeneza ile barabara ili tuwe na uhakika wa kufika hospitali kwa usalama. Kama unavyoona hii njia hii ya kwenda hospitali kituo cha Ilemi, hapa nimeshakuja mara nyingi sana kuleta wagonjwa, lakini hii njia ishaharibika sana sasa hivi. Ishaleta wagonjwa kama 2. Mgonjwa wa kwanza nilimpeleka hapa juu, nikashindwa kumpeleka, alikuwa mjamzito. Nikashindwa kumpeleka, akaniomba nimsupport kwa kumsindikiza kwa miguu, kwa maana alikuwa hana ndugu. Watu wote walikuwa hajafika pale. Unaona? Nikaa nimempeleka pale juu, nimerudi chini, kuja kufika hapa chini nakuta kuna mwenzangu mwingine amekwama, alitaka kuanguka na bajaji na mgonjwa ndani. Ikabidi bwana tuanze kusukumana ili tuwasupport wagonjwa, tuwapeleke wapi? Juu. Kwa tunaomba serikali, diwani najua naona anapita hapa, wakurugenzi wengi naona anapita hapa. Tunaomba hii barabara kama na uwezo wa kuangalia, waiangalie hii barabara. Wagonjwa wengi wanapata shida kwa sababu ya wanatoka hapo chini. Hatoki mbali sana wengine. Nimemchukua tu hapo mgonjwa hapo chini hapo. Juzi tu nimempandisha hapa juu. Nikashindwa kumpeleka hapa juu. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie hili, kama itaona basi waweze kurekebisha hii barabara. Maana hii barabara ni mbovu sana, inazidi kuchimbika kila siku mvua zinaponyesha. Ishaharibika sana njia. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa hili. Wagonjwa wengi wanapata shida. Tumeshapeleka wagonjwa wengi sana hapa juu, na wagonjwa ni wengi sana wanakuja hapa juu. Hospitali sasa ishakuwa kubwa, kituo kikubwa. Wanakijua watu wengi kutoka mbali wanakuja kufika hapa, lakini serikali tunaomba iangalie njia. Njia sio rafiki kabisa kwa wagonjwa. Si wenyewe usafirishaji tunapata shida sana kwa sindikizo. Naitwa Pius Joshua. Mimi ni mkazi wa mtaa wa Masewe. Nimekuwa nikifanya kazi zangu hapa za shamba pamoja na kutafutia malisho mifugo yangu. Nimekuwa nikishuhudia wagonjwa mbalimbali wakipata shida katika kupelekwa katika hospitali ya Ilemi. Nimeshuhudia wagonjwa wengi wakishushwa kule chini kutokana na hali mbaya ya barabara katika huu mtaa. Kwa hiyo naomba serikali itie mkono au iunge hili jambo ili iweze kufanikisha wagonjwa wasio wanapata shida, kwa sababu wagonjwa wanakuwa wanashukia kule chini kwa sababu ya miundombinu mibovu. Kwa hiyo serikali iweze kuwasaidia hao wagonjwa ili waweze kupata huduma kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Kituo ni kizuri na kinatoa huduma nzuri, ila changamoto ni kwa upande wa usafirishaji, barabara. Inatakiwa serikali ingeweka hata angalau lami ili ituwezeshe
iwezeshe wagonjwa kufikia hospitali kwa urahisi. Diwani wa kata Ilemi Baraka Zambi amesema anatambua changamoto hiyo na kwamba ameendelea kuliwasilisha katika vikao vya halmashauri ya jiji la Mbeya. Naomba niwahakikishie, mimi kila kikao unachoingia cha halmashauri ya jiji lazima niongelee barabara hii ya kuelekea kituo cha afya. Kwa hiyo niwahakikishie muda wowote kuanzia sasa barabara hii itajengwa. Kwa sababu pale ile barabara ni mita 500 tu, sio barabara kubwa sana. Kwa hiyo akina mama msiwe na shaka, mtapanda kwenye kituo cha afya vizuri kabisa, bodaboda, bajaji zitapandisha vizuri kabisa bila shaka. Kupitia mwandishi wake Tedius Mfukwe ilimtafuta kwa njia ya simu mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda ili kufahamu mikakati ya ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha rami, ambapo ameeleza majibu yanayotarajia kutoa mwanga juu ya hatima ya mateso kwa wagonjwa na wasafirishaji kuelekea katika kituo cha afya Ilemi jijini Mbeya. Kama unavyofahamu, mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa wetu, katika wilaya yetu, zimeendelea kuleta madhara kwenye maeneo mbalimbali, ni pamoja na barabara. Lakini kupitia taasisi yetu ya TARURA na TANROADS wameendelea kufanya kazi nzuri ya kuendelea kuimarisha, kuboresha, kukarabati miundombinu ya barabara, hasa pale tunapopata taarifa kutoka kwa wananchi wetu. Kupitia hiyo changamoto ya hiyo barabara ya mita 400 kwenda kwenye hicho kituo cha afya, nimeshatoa maelekezo mahususi kwa watu wa TARURA. Kuanzia kesho wataenda kuangalia hiyo sehemu yenye changamoto zilizotokana na mvua zinazonyesha, na wataanza kufanya ukarabati wa dharura ili wananchi waweze kupita kwa urahisi kuwapeleka wagonjwa kwenye hicho kituo cha afya kupata huduma. Ni umbali mfupi tu unapoangalia kwenye ramani ya jiji. Lakini kwa mama aliyembeba mtoto mwenye homa kali, kwa mzee anayejikongoja kwenye tope, au dereva bodaboda anayehofia kuteleza kwenye mashimo yaliyojaa maji, mita 400 zinageuka kuwa safari ndefu ya maumivu na hofu. Kila hatua inakuwa ya tahadhari. Kila dakika inasonga polepole, kilio kwa wananchi kikibaki hewani, kikionyesha kuwa si umbali unaosumbua, bali mazingira yanayofanya umbali huo kuwa kikwazo kikubwa cha kufikia haki ya msingi ya matibabu. Na kutoka hapa kata ya Ilemi, halmashauri ya jiji la Mbeya, mimi ni Tedius Mfukwe